tu. Leo hii tunapozungumza, mifuko hiyo ina fedha kiasi cha trilioni 3.5 kwa ajili ya kuwezesha wananchi kiuchumi. Leo tunapozungumza, Mheshimiwa Mwenyekiti, wote tunafahamu, wabunge wa majimbo, kwamba kulikuwa na changamoto sana ya mikopo ile 10%. Mikopo ile ilikuwa inatumika kisiasa na yale makundi ambayo yalikuwa yanatakiwa kupata fedha hizo yalikuwa hayapati inavyostahili. Lakini Daktari Samia Suluhu Hassan ameingia akaweka utaratibu mzuri na bora ambayo sasa hivi mikopo hiyo inakwenda moja kwa moja kwa watu waliokuwa wanastahili. Lakini si hivyo tu, wakati anaingia na wakati anatoa hotuba yake katika bunge hili aliahidi Watanzania kwamba nitahakikisha mikopo ya kwenye kilimo inashuka kwa kiwango cha single digit interest rate. Tunavyozungumza leo hii, wakulima watatoa ushahidi kwamba benki zetu, si benki ya kilimo peke yake, lakini mpaka benki za kibiashara zinatoa mikopo kwa 9% tu kwa wakulima. Lakini haijaishia hapo. Tumeanzisha juzi hapa benki ya ushirika ambayo inakwenda kumgusa mkulima moja kwa moja, kumwezesha katika sehemu ambazo alikuwa hawezi kuingia katika benki za kibiashara. Mheshimiwa Mwenyekiti, tukizungumzia swala la kilimo, sisi vijana, program ya BBT, ajira zaidi ya 211,000 zimezalishwa, lakini vijana zaidi ya 686 wako mashambani sasa hivi wanaendelea na kazi katika programu hizi. Lakini tukiongelea BBT ugani, tunaongelea zaidi ya vijana 1,200 maafisa ugani wako kwenye pamba kwenye mikoa yetu ya kanda ya Ziwa, wanawasaidia wakulima kuongeza uzalishaji katika zao la pamba, na uzalishaji huo umeongezeka, na mwaka huu utakuwa ni mwaka wa kwanza kuona uzalishaji wa juu zaidi katika zao la pamba kuliko mwaka mwingine yote. Zote hizo ni juhudi za Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunapozungumza sasa mapinduzi katika kilimo ambayo moja kwa moja yanamgusa kijana, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunazungumzia ruzuku katika mbolea, ruzuku kwenye mbegu, ruzuku kwenye matrekta. Lakini leo hii bajeti inatuonesha kuna matrekta zaidi ya 10,000 ambayo tunategemea kuyapokea, yatatolewa pia kwa ruzuku. Lakini pia kuna msamaha wa kodi kwenye vifaa mbalimbali kwenye kilimo katika bajeti hii ambayo imewasilishwa kwetu. Yote haya ni mambo ambayo yanakwenda kumgusa kijana moja kwa moja. Mheshimiwa Mwenyekiti, tukizungumzia swala zima la mitandao ya kijamii, tulipiga kelele hapa ndani kwamba tunahitaji, sisi vijana wengi kwa sasa hivi katika dunia hii ya utandawazi tunajiajiri kupitia mitandao ya kijamii. Gharama ya bando, Daktari Samia Suluhu Hassan alisikia na kujibu. Mwaka 2021 wakati anaingia, MB moja ilikuwa inanunuliwa kwa shilingi 25.24. Mpaka leo hii tunapozungumza, MB moja inanunuliwa kwa shilingi 9.4 tu. Mheshimiwa Mwenyekiti, hilo ni punguzo kubwa sana na ni nafuu kubwa sana kwetu sisi vijana. Lakini bila kusahau makundi mahususi kabisa ya vijana. Leo hii tunavyozungumza, bodaboda ni sehemu ambayo vijana wengi sana wanajiajiri. Amesikia kilio chetu na kwa kiwango kikubwa kwa kweli tunashukuru. Wakati anaingia, Mheshimiwa Mwenyekiti, tulipiga kelele.